Kwa majina yangu ninaitwa Cristom Dastan James. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni mwanafunzi wa NIT. Na naomba unipe attention yako kwa dakika chache ambazo tupo nazo. Muda wetu ni umetuacha. Wakati ambapo Mungu anapotaka kumtoa mwanadamu kwenye hali yoyote, huwa ana tabia ya kutuma neno. Ukisoma Zaburi ya 107 mstari wa 20, anasema hulituma neno huponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Kila wakati ambapo Mungu ametaka kufanya jambo jipya kwenye maisha ya watu, kuwatoa kwenye misiba, kuwatoa kwenye taabu, amekuwa ni Mungu ambaye anatuma neno. Tunamwona Sara kwa miaka mingi amekaa na ahadi, lakini mwisho wa siku ili kutoka kwenye ile taabu yake, kwenye msiba wake wa kutokupata mtoto, Mungu alituma neno kupitia malaika waliokuwa wanaenda Sodoma na Gomora. Lakini tunamwangalia pia mtumishi wa Mungu Ana, pamoja na kwamba alikuwa amembeba Samueli nabii ambaye alifanya vizuri kwenye nchi ya Israeli, kwa ajili ya kupata mtoto, siku ambapo tumbo lake linafunguliwa, alipata neno kutoka kwa kuhani ambaye alikuwa ni Eli, na ile siku aliacha ule msiba wake pale. Na ndio maana Biblia inasema kwa sababu vitu vyote viliumbwa kwa neno. Kwa hiyo ilimpasa yule neno aje kukomboa watu wake. Ndio maana hata aliyetumwa kukomboa ulimwengu alikuwa ni neno ambaye ni Bwana Yesu. Kwa hiyo kila wakati ambapo hali ya mwanadamu inataka kubadilishwa, huwa Mungu ana tabia ya kutuma neno. Ila bahati mbaya ni kwamba wakati ambapo neno linaachiliwa ni wakati ambapo unakuta mwanadamu yupo busy. Hata kwenye makanisa unaweza kaangalia ukaona tunafanya ibada ya worship, tunamfanyia Bwana. Tunamfanyia Mungu ibada ya sadaka, tunamfanyia Bwana. Ila unapofika wakati wa neno, huwa watu wanakuwa busy sana. Na ndio wakati ambao Mungu anakuja kusema na wao kwa habari ya wao. Kumbuka ibada yote ni sisi tunamfanyia Bwana. Ila wakati wa neno, huwa Mungu anakuja kusema na sisi. Na ndio wakati ambao adui anautumia kuwatoa vijana nje. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati wote Mungu anapotaka kubadilisha maisha ya mtu, ana tabia kutuma neno. Na hii siri alitambua Peter. Anazungumza neno moja, anasema ni kweli nimehangaika usiku kucha, lakini kwa sababu umeachilia neno, nazishusha nyavu tena. Kwa sababu ya neno lako, sio kwa sababu ya kwamba nimekuona wewe ni mtu mzima, hapana. Anasema kwa sababu nimelisikia neno, nashusha nyavu mara nyingine. Na ile hali ya kutokupata samaki ikakata. Kuna hali zinakusumbua, imekungangania miaka mingi, unahitaji neno la Mungu. Ila adui anachokifanya kwenye maisha ya wanadamu na kwenye kanisa ni kuwachengesha watu na neno. Ndio maana Biblia inasema ile mbegu ambayo ilianguka njiani, baadaye ndege wakaja wakaichukua, ni lile neno ambalo lilikuja lakini halikueleweka. Na kwa sababu halikueleweka, halikutoa matunda. Ni lile neno ambalo wakati linahubiriwa unasinzia. Ni lile neno ambalo wakati wanakuhubiri umelala ama unawaza mambo fulani. Lakini ilikuwa ni neno limekuja kwa ajili ya uponyaji wako. Natamani siku ya leo usibaki kwenye hali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani unipe usikivu mchache kwa kile ambacho Mungu amekiachilia tujifunze. Biblia inasema ya kwamba akili zao zimetiwa giza kwa ujinga wao. Naam, hawawezi kukutana na uzima kwa sababu akili zao zimetiwa giza. Lakini nuru ni neno. Ndio maana Bwana Yesu anasema mimi ni nuru ya uzima. Ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo anapokuja anakutia nuru ili utoke gizani. Maisha ya watu wengi, especially wa Kristo, yamekamatwa kwenye giza. Wakiondolewa giza lililopo kwenye ufahamu wao, maisha huwa yanabadilika completely. Na ndio maana tangu siku uliposikia habari za Yesu ulibadilika. Unatakiwa usikie habari kwa habari ya uchumi, habari za Yesu kwa habari ya uchumi. Usikie habari za Yesu kwa habari ya ugonjwa ambao unakusumbua. Ukizisikia kama ulipompokea Bwana Yesu ukabadilika, hiyo hali itakuachia. Haleluya. Naomba uombe ufahamu wako, mwambie Mungu ninaomba unijalie neema ya ufahamu. Simama kwa dakika moja. Najua hatuko nje ya muda, lakini naomba tu nimheshimu Mungu. Yesu, Yesu, unastahili. Be serious, ombea ufahamu wako. Kupokea utukufu. Asante Roho Mtakatifu. Lifundishe kanisa lako. Lifundishe kanisa lako. Yesu, Yesu, unastahili.
kupokea utukufu. Asante Roho wa Bwana. Omba, usisubiri nikuombee. Maisha yako yako mikononi mwako, ombea tu fahamu. Wakalielewa neno wakabadilika, Bwana Yesu akawaponya baada ya kuelewa neno. Yesu, Yesu unastahili kupokea utukufu, unastahili we Bwana Yesu, we Yesu unastahili kupokea. Asante Bwana. Ni majira mengine ambayo Mungu tunakwenda kujifunza kutoka mbele zako. Ninaomba neema yako iliyokuu na ya ajabu inisaidie kunena Bwana. Moyo wangu umejawa na vingi kwa habari ya Kristo, lakini Bwana nisaidie kunena vile ambavyo Bwana unataka ninene, kwa utukufu wa jina lako. Lango lako Bwana, niko mahali hapa, ukapite tena Bwana kwa ajili ya watu wako, katika jina la Yesu aliye hai. Kupokea. Amen. Hebu mshangilie Bwana uketi. Asante Roho Mtakatifu. Roho Mungu. Asante. Naomba kibaki kinanda kimoja. Very slowly. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna kauli mbiu ya vijana inasema kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu. Na hii kauli mbiu ipo kwenye kitabu cha Zaburi 60 mstari wa 12. Kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu. Nianze kwa kusema kwamba tunapozungumza kwa habari ya matendo makuu, Mungu siku zote ana matendo makuu na ya ajabu sana. Lakini inapofika kwamba Mungu anamtumia mwanadamu kufanya mambo makuu, hayo mambo ni nadra sana. Sijui kama umenielewa. Tunapozungumza kwa habari Mungu kutenda makuu, huwa ni siku zote ni wa makuu. Wewe kuamka asubuhi, Mungu anatenda makuu. Kwa sababu ungeonyeshwa vita ambayo umepigana nayo usiku, yamkini ungetoka ukamwambia Bwana Yesu shikamoo. Lakini kwa habari ya Mungu kutenda makuu kupitia mwanadamu, haya mambo ni nadra sana. Sasa tupo kwenye kauli mbiu nasema kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu. Na mimi kichwa changu ama kichwa cha somo hili nimeandika the keys, funguo za kutenda makuu. Kwa sababu makuu tunayozungumzia ni machache, sio mengi, ambayo yanatokea kupitia wanadamu, ila makuu ambayo Mungu anayafanya ni mengi kwa mkono wake. Sasa sijajua wewe unapozungumzishwa mambo makuu unakuwa una picha gani kwenye fahamu zako. Ila kwa upande wangu unapozungumzia Mungu kunisaidia kutenda makuu, sizungumzi kwa habari ya kuamka. Tunapozungumza kwa habari ya Mungu kutenda makuu, sizungumzi kwa habari ya kupata kazi. Sizungumzi kwa habari ya kupata mke ama mme. Sizungumzi kwa habari ya kufaulu kupata GPA ya 5. Ninapozungumza kwa habari ya Mungu kutenda makuu kupitia maisha yangu, nazungumza kwa habari ya matukio ambayo wanadamu wakisikia, Biblia inasema masikio yatawasha. Kwa hiyo kama sijajua vijana wakati tunatoka na hii kauli mbiu tulikuwa tunawaza nini? Mimi sifikirie kwamba harusi nyingi tulizofunga zinathibitisha makuu ya Mungu. Makuu ya Mungu ambayo ninajua akiyafanya kupitia mwanadamu, huwa ana tabia ya kubadilisha atmosphere ya watu wote. Wanabaki katika hali ya kumshangaa Mungu kupitia wanadamu. Kwa sababu siku zote Mungu ametunza utukufu kwa watu. Na watu ndio ambao wanamtukuza Mungu kupitia matendo makuu ambao wanasaidiwa kufanya na Mungu mwenyewe. Moja ya matendo makuu ambayo mimi nilitarajia na natarajia yawe miongoni mwa matukio tutakayoyafanya ni matukio ambayo walifanya baba zetu akina Joshua. Maandiko yanasema wakati wamejiungamanisha walikuwa wafalme 5 wa Amori na mfalme wa Yerusalemu, na aliyefanya lile kongamano wafalme 5
baada ya kusikia Joshua amepigana na Ai, lakini ameiondoa, ameingia Gibeoni, nchi kubwa imemwogopa, Yeriko imeanguka, akasema huyu hatumwezi, tuungane watano ili tumfuate. Biblia inasema wakati ambapo wamekwenda kupigana naye, wameungamana pamoja ili washindane naye, Mungu akaamua kumsaidia Joshua kutenda makuu. Biblia inasema ya kwamba ndipo siku hiyo jua likakamatwa, likasimama. Biblia inasema yapata muda wa siku nzima. Nia na madhumuni Mungu amsaidie Joshua kufanya kazi ya kuwamaliza hao wafalme waliokuwa wengi. Biblia inasema jua lilisimama, lakini kwa ambao wamesoma, kuna ambao wamesoma physics form 6, physics form 6. Wote ni watikombi? Wapo, sawa. Mtanisaidia. Ili dunia izunguke kwenye sayari yake, kuna force mbili zinaitwa centripetal force na centrifugal force. Dunia siku ikisimama bila mkono wa Mungu, zile nguvu ya centripetal force na centrifugal force huwa zinaondoka. Dunia inaweza katoka kwenye mhimili wake. Hizi ndizo force ambazo zinasaidia dunia kusimama kwenye mhimili wake. Na hizo force ukitaka kuziona, chukua ndoo ya maji ambayo ipo nusu, ambayo unaweza kuihandle, izungushe kwa kasi. Ukizungusha kwa kasi, hiyo force ya centrifugal force na hiyo centripetal force inatokea. Kitakachofuata pale, yale maji yatomwagika, hata kama ndoo itakuwa wazi na imefika juu, kichwa chini miguu juu, kwa sababu ya hizo force. Tunaposema kwamba Mungu alisimamisha jua, sio kwamba jua ndio lilisimama, kwa sababu tunajua kwa geography ya kwamba jua halijawahi kutembea, ila tunajua ni dunia inazunguka nini. Kwa hiyo tunaposema Mungu aliingilia kati kumsaidia Yoshua kuwaua maadui zake, wafalme wa nchi 5, tunazungumza kwamba Mungu alisimamisha dunia nje na sayansi ya kawaida kwa muda wa siku nzima kwa ajili ya kumsaidia Joshua kumaliza maadui zake. Nikiangalia muujiza, nasema kweli hapa Mungu alitenda makuu, alimsaidia mtu. Lakini haya matendo makuu leo hii hayapo kanisani. Na ndio maana kanisa limedharauliwa. Kanisa limeshindwa kuibadilisha dunia, bali dunia inabadilisha kanisa, kwa sababu hakuna matokeo. Na wakati tunaambiwa Barnaba pamoja na Paulo, wakati wameingia kwenye mji, wakitembea huku na huku, Antiokia, Korinto, Galatia na Efeso, popote walipoenda, walipoingia wanafika mahali wanaambiwa wale wapindua ulimwengu. Kila walipokuja wamebadilisha atmosphere. Mungu alikuwa pamoja nao akitenda makuu. Kwa hiyo kama hatuwezi kubadilisha hata mabibo, basi vijana bado hatujafika kwenye level za kutenda makuu. Maana nyingine, ili neno hatujalifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa natamani tujifunze kwa habari ya kutenda makuu. Sijua kama nitaweza kwenda na akina Paulo. Ikafika kipindi mavazi yao yakaenda kuponya watu. Mavazi ya Paulo na leso za Paulo zikaenda kuponya watu. Na kwa nini sio kwenye kizazi chetu? Hii ni nini? Je, Mungu anabadilika? Hapana, Mungu habadiliki, ni yule yule jana hata milele. Kwa nini wawili walipindua ulimwengu, na kwa nini leo tuko zaidi ya 1000, zaidi ya 10,000 hatujapindua Tanzania? Kanisa hatujakaa kwenye nafasi ya kutenda makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nafasi ambayo ukikaa, Mungu hawezi nyamaza kutenda makuu. Kuna funguo ambayo ukifungua mahali fulani, makuu ya Bwana lazima yanaonekana. Ila haya makuu hayaonekani kwa kanisa la leo kwa sababu ya funguo chache. Ziko funguo nyingi sana, ama niseme viko vitu vingi vya kukusaidia kutenda makuu, ama kutusaidia kutenda makuu tunavyozidi kukua. Lakini kwa sababu ya muda nitaongea kitu kimoja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anisaidie. Kutenda makuu kwenye huduma, kutenda makuu kwenye uchumi, kutenda makuu kwenye eneo lolote, ufunguo wa kwanza ni primary key. Unafanya kazi pote, kwenye uchumi, kwenye huduma. Kuna wengine wameitwa kutumika kanisani kupitia uchumi. Wapo watu wa namna hiyo. Akiona kanisa limeharibika apendezwe. Wapo. Na matajiri wanahitajika sana duniani, kanisani, zaidi ya mahali popote. Ukitaka soma maandiko utapata kuelewa. Biblia inasema Bwana Yesu aliamua kuwa masikini, nia na madhumuni kanisa liwe matajiri. Matajiri wanahitajika sana kanisani. Na ndio kanisa letu ambalo matajiri wengi hawapo.
Kwa kuna kutenda makuu pia kwenye uchumi, kiasi kwamba Mungu anapokuja kuangalia anasema kweli kuna kanisa. Unajua aliandika kitabu cha Zaburi ni Daudi pamoja na waandishi wengine, lakini Daudi alikuwa na mali kiasi kwamba aliacha dhahabu kwa ajili ya kujenga hekalu ambalo alijenga Suleiman. Mungu alitembea na watu wakuu, na kanisa tusije tukatembea na msemo ya kwamba yamkini umaskini ni kana kwamba ni sehemu ya kanisa. No, tunatakiwa kuwa matajiri ili tutende makuu. Watu ambao wanafanya makuu wana pesa pia. Mwangalie Suleimani, pamoja na kwamba walimletea pesa, alikuwa na pesa zingine. Inafika mahali kanisa la Mungu linatukanwa sio kwa sababu nyingine, kwa sababu tu uchumi wa kanisa ni mbovu. Ila kama vijana tukilizika tukasema na sisi tutaenda na mwendo huu, hatutofika mahali. Kwa hiyo fungu letu tusaidia kutenda makuu kwenye eneo la uchumi. Mtu mmoja anaweza kusema, mbona mtumishi wa Mungu unaongelea kwa habari ya uchumi? Muda ni mchache sana na utupe maandiko. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 18. Biblia inasema kwamba mimi ni Mungu nikupae nguvu za kupata utajiri ili kuliimarisha agano. Maana nyingine, ili agano la sisi na Mungu liimarike, yeye anaamua kutupa nguvu za kupata nini? Utajiri. Na ndio maana Bwana Yesu alipokuja anasema nitawaruhusu mtembee mponye, nitawaruhusu muingie mahali popote pale mfanye kama ninavyofanya, ila kwa habari ya umasikini msio masikini kwa sababu nimekuwa masikini, ninyi mwe matajiri, kuimarisha agano. Wale ambao wako ndani ya Bwana Yesu wanapokea ahadi sawasawa na nani? Na uzao wa Ibrahim. Ibrahim ambaye alibarikiwa akaambiwa utakuwa baraka ya mataifa. Anasema ninyi ambao mmepokea agano hili la baba zetu, mnaitwa wana wa manabii. Hili mara agano hili liwe, ni lazima muwe matajiri. Kwa hiyo kanisa lazima liwe na vision ya kuwa matajiri. Kanisa likali ya kuharibika, Mungu anasikitika. Soma kitabu cha Hagai sura ya 1. Anasema ninyi mmekaa kwenye nyumba ambazo zina hali nzuri, ila nyumba yangu imekaa ya kuchakaa na ninyi mmetulia. Pandeni milimani basi mkakate miti, mje mjengee nyumba yangu. Kwa hiyo umasikini sio sehemu ya kanisa. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa 4 na mstari wa 6, anasema kwamba hapata kuwa na maskini katikati yenu. Na sio ndio kwamba hapata kuwa na maskini katikati yenu. Anasema kwenye mstari wa 6, wala hamtakopa bali mtafanyaje? Mtakopesha. Kwa hiyo kanisa kukaa kwenye umasikini, tumekaa kwenye nafasi ambayo sio ya kwetu. Kwa sababu Bwana Yesu kuna mambo ambayo aliyafanya. Alisema nimefanyika dhambi ili mwe wenye haki. Alilifanya hilo. Nimefanyika dhambi mwe wenye haki. Nimefanyika laana mwe baraka, maana kila aliyeanguka msalabani amelaaniwa. Alifanyika laana ili tuwe baraka. Kwa hiyo tukikubaliana na umasikini, tunampinga Bwana Yesu ambaye anasema nilifanyika masikini mwe nini? Matajiri. Kwa hiyo ukikuta kuna mtu anapinga kanisa kuwa na uchumi mzuri, sijajua ni wa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila Mungu tu atusaidie. Kwa hiyo ninaongelea the key kufanya vizuri kwenye uchumi, the key kufanya vizuri kwenye eneo la huduma na swala ambalo ni la muhimu na la kwanza, kukua kiroho. This is the primary key. Kukua kiroho. Kukua kiroho. Ukisoma Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 6, habari ya Nikodemo. Anaambiwa mtu hawezi akaurithi ufalme wa mbinguni isipokuwa amezaliwa mara ya pili. Baada ya kuzaliwa mara ya pili ndipo mtu anaurithi ufalme. Kwa hiyo mtu anapozaliwa mara ya pili anakuwa ni mtoto mchanga. Unakuwa umezaliwa upya. Kinachozaliwa sio mwili wala nafsi, ni roho. Kwa sababu roho ndio ambayo itakayemwona Mungu, na roho ndio ambayo inaongea na Roho Mtakatifu. Kwenye nafsi wala kai kwenye mwili, anakaa kwenye roho. Kwa hiyo mtu anapozaliwa mara ya pili, roho yake ndio inazaliwa. Ndio maana Biblia inasema kinachozaliwa na roho ni roho. Roho ya mtu ndio inazaliwa anapookoka. Tulikuwa tunafanana na watu waliokufa kabla ya kuokoka, ila baada ya kuokoka tunabadilishwa, tunakuwa watu wengine. Lakini kwa sababu roho yetu inakuwa imeamshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuwa ni mtoto. Hata kama una miaka 50 unakuwa ni mtoto. Hata kama una miaka 20 unakuwa ni mtoto katika ulimwengu wa roho. Unaonekana ni mtoto aliyezaliwa leo kama umeokoka leo. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11, anatuthibitishia kwa maandiko mtumishi wa Mungu Paulo. Anasema nilipokuwa mtoto nalinena kama mtoto, nalifikiri kama mtoto, lakini sasa hivi nimekuwa, ninanena kama mtu mzima na ninabatilisha mambo yote ya utoto. Anaongelea utoto gani? Utoto wa kiroho, sio utoto wa maisha ya damu na nyama.
Sasa ukija ukasoma kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 3, naenda hivi kwa sababu nimepewa muda mchache watumishi wa Mungu. Kwa hiyo maandiko nayatoa kichwani hivyo, twende hivyo. Na ukisoma kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, utaona maandiko yanazungumza kwa habari ya mtu akiisha zaliwa. Biblia inasema ya kwamba mnakuwa mmebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Baada tu ya kuokoka, wewe umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Zote. Una magari, una nyumba, una utajiri, una uwezo wa kumiliki billions, una uwezo wa kuhubiri watu wakatembea, una uwezo wa kufanya matendo makubwa, lakini ni kwa rohoni. Sasa inabidi roho yako ikue, ifikie kiwango cha wewe kwenda sawa sawa na level ya kiroho ya kuchukua vitu rohoni kuvileta katika mwili. Na kama hautokubali kukua, basi umekataa kuishi maisha ya matendo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Galatia sura ya 4, naomba tusome huu mstari sasa. Bila kusoma maandiko huko, bila kusoma kwenye Biblia kwa sababu ya muda. Tuanze na kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 4 na ule mstari wetu wa kwanza. Biblia inasema hivi: lakini nasema ya kuwa mlisi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Anasema ya kwamba mtu yoyote yule, kwa sababu ni mtoto, anafananishwa na mtumwa. Kwa hiyo kama unafananishwa na mtumwa, hata kama ni mrithi, hauwezi ukapewa zile mali. Baba yako anaamua kumpa wakili, kama anaondoka anawapa na watunzaji wa kutunzie mali. Nafikiri hili swala kwenye dunia tunaliona. Baba amefariki, mtoto ni mdogo, kuna watu wanamshikia mali. Katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema ya kwamba mnapozaliwa mnakuwa watoto, lakini mmebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Mna uwezo wa kutenda makuu, lakini kwa sababu ni warithi na ni watoto bado, mali zenu wanapewa mawakili washikilie mpaka siku mtakapokuwa na kuongezeka, ili mje mpewe zile mali zenu. Kwa hiyo Wakristo wengi unaona kabisa tumebarikiwa, tuna ahadi kuu nyingi za kutosha, lakini bado maisha yetu hayareflect ule utukufu wa Mungu, kwa sababu wengi bado wapo kwenye level ya utoto. Ana miaka 20 kwenye kanisa, lakini level yake ya ukomavu wa kiroho, ama niseme umri wake wa kiroho, ni mtoto mchanga. Kwa hiyo urithi wako, mali zako, fedha zako, huduma yako, hautakaa utembee kwenye hivyo viwango mpaka siku utakapokuwa ufikie vile viwango. Na sio kwa mabaya, ni kwa sababu Mungu anatupenda. Biblia inasema nini? Inasema hivi: ninyi mnaweza kuwapa watoto wenu vipawa vyema, si ndio? Hata mimi ninaweza. Lakini kwa nini Mungu hafanyi? Kwa sababu Mungu anajua tunayoyaomba na uwezo wetu wa kuyabeba. Akiona uwezo wa kulibeba huna, akupi kwa sababu ya utoto. Uwezo kumchukua mtoto wa miaka 10 ukampa ndoo ya lita 20, unataka kumuua. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu hawezi kutupa, sio kuchukia. Umeomba Mungu, ninaomba mtaji wa milioni 1. Mungu hashindwi kukupa, ila akiangalia uwezo wako, mtu wako wa rohoni, hauwezi kumiliki milioni 1, ataacha ibada. Mungu anaamua nyamaze mpaka ukue. Mtoto akikuomba kisu hauwezi ukampa, si ndio? Kwa sababu unampenda. Ili ambapo akikua akajua kutumia kisu, utampa kisu. Kuna vitu tunaviomba usiku na mchana. Kuna watu wanafanya huduma ya uimbaji, maombi yao wanaambia Mungu nitumie kama Boaz Duncan. Mungu hashindwi kumuinua Mungu mtu, ni swala la sekunde. Ila akiangalia uwezo wako baada ya kuinuliwa, roho yako italeta mambo gani? Maana Biblia inasema kwamba wakati niwapitisha wana wa Israeli jangwani, nilikuwa nachunguza mioyo yao, nione mioyo yao ina nini. Kwa Mungu akiangalia mioyo yetu, uwezo wetu wa kubeba mambo ya rohoni, akiona ni mdogo, hawezi akakupa. Na hapa ndipo Wakristo wengi wanakata tamaa, na ndio kule kunafananishwa na kufia jangwani. Kuna Wakristo wengi wanakufa, hawajafikia malengo, hawajafikia vitu ambavyo Mungu amewekea kwenye huduma. Kuna watu wana huduma nzuri sana, lakini hawafiki. Kwa sababu gani? Wamefia jangwani. Na Biblia inasema kwa sababu gani? Watu hawa kuzijua njia zangu, wao niliamua niwaishirizie huko jangwani, wasiingie kwenye nchi yangu. Kuna watu ahadi hawataziona kwa sababu wamekataa kukua. Lazima ujitahidi kutafuta to exercise roho yako ikue.
Acha kula tu, mwili unakaa vizuri. Acha kusikiliza vitu vya emotions, nafsi itakaa vizuri. Tafuta vitu vya rohoni vikusaidie kukua kiroho. Haleluya. Kwa hiyo kanisa lipo kwenye hii level. Watu wengi wanashangaa, mbona ili hitaji miaka 5 halifanyiki? Mbona ili hitaji miaka 20 halifanyiki? Roho yako inaamua upewe nini. Na wale watu ambao wanatenda makuu ni wale watu ambao roho zao zimekwisha kuwa imara. Mungu ameamua kuamini. Unajua kuna kipindi ambacho ukikutwa una mahusiano, I say hizo stiki za hapo utasimulia. Ila kuna kipindi wazazi wale waliokuchapa wanakwambia na wewe ufanyeje? Uolewe ama uoe. Kwa sababu gani? Muda unasema, umri unazungumza. Kuna vitu ambavyo tunaviomba leo ni kwa sababu ya utoto. Tukikua, Mungu hataona shida kutupa hata kabla tujamuomba. Kwa sababu anaamini viwango vyetu vya kiroho atatupa automatic. Kuna vitu sio hadhi ya maombi yetu. Ndio wanasema ninyi mnahangaika mle nini? Mnywe nini? Msisumbukie hayo. Viwango vyetu vya roho havijakuwa kufikia hatua ya kutokusumbukia hayo mambo. Ila tukikua, swala la chakula ni la Bwana. Ila roho zetu zikifanyaje? Zikikua. Kuna mambo Mungu anafanya. Ulikuwa unaomba gari, unashangaa inakuja bila maombi kwa sababu roho yako imekua. Ulikuwa unatamani ukisimama namna hii unaimba, watu waingie rohoni. Ulikuwa unatamani ukisimama ukiongea watu wakusikilize. Unatamani ukisimama kama mwinjilisti, vijana wengi tunaingia mtaani kuhubiri, unatamani basi uone ishara na miujiza. Kuna wakati ukikua kiroho, Mungu haumuulizi haya mambo, anayafanya automatic. Anasema nitengeni Paulo na Barnaba baada ya kukaa kwenye maombi mengi na kumwabudu Mungu. Nitengeni hawa kwa ajili ya kazi yangu. Anaona kiwango chao cha kiroho kimeongezeka, kimekuwa tayari. Anasema nitengeni hawa wakafanya ishara na miujiza. Paulo kuomba nguvu ya kufanyaje? Ya kuponya. Mungu aliona kiwango chake cha kiroho, akasema nitengee hawa. Kuna wakati ukikua, utaimba tu wimbo mmoja, utatikisa mataifa kwa sababu Mungu anakwenda pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna majira hautoomba Mungu nisaidie nipate chakula cha mchana. Kuna wakati Mungu anaelewa mwanangu anahitaji kula chakula. Kuna vitu vinaondoka kwenye hali ya maombi. Ndio maana tunaingia kwenye kipindi cha kumwabudu Mungu tu. Waliofanikiwa wengi rohoni huwa wana muda mwingi wa kumworship Mungu, sio wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nenda haraka. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Biblia inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nini? Unapatikana kwa nguvu na unatekwa na wenye nguvu. Uwezo kuniambia mtoto ana nguvu? Hapana. Watu wazima ndo wana nguvu. Haleluya. Hapa zungumziwi mtu wa mwilini, ni mtu wa rohoni ndo ana nguvu. Mungu alikuwa anazungumzia nguvu za rohoni. Ndio maana Paulo anatuandikia, anasema nimeandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Sio nguvu za mwili, nguvu za roho. Sasa unapoingia kwenye swala ili Mungu afanye kwenye maisha yako, unahubiri unaona Mungu anatembea, unafanya hivi unaona Mungu anafanya, unagusa hiki kinaenda, ni wakati ambapo umefikia level ya kutumikisha ufalme. Unajua unaposema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu na unapatikana kwa nguvu, maana yake huyu mtu ambaye yuko duniani amekuwa kiroho na ana nguvu za kutosha kuufanya ufalme uje kutumika pamoja naye. Haleluya. Maandiko yanasema niagize. Kuna wakati Mungu anasema mwanadamu niagize. Huwezi kumwagiza kama viwango vyako vya kiroho vijajua namna ya kumwagiza. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Ukiona mtu anaomba, matokeo yanatokea. Ukiona mtu anafanya, kuna mtu mmoja anaitwa Maurice Selulo ambaye pastor wetu anamzungumziaga. Anaingia Kenya, wachawi wanaambia ondokeni, huyo akipiga magoti, maombi yake sio ya kawaida. Viwango vya kiroho, namna alivyokuwa, anavyojua kucommunicate katika ulimwengu wa roho, kwa sababu amekuwa mtu mzima. Anasema niwaendekeni ninyi wababa kwa sababu mnamjua Mungu. Mnayajua mengi kwa sababu wazee wana siri, lakini sio wazee wa mwilini, wazee wa rohoni. Haleluya. Naongelea watu walioshiba. Kuna vijana ambao wanatamani kufanya makuu. Watumishi wa Mungu, mimi nikikaaga wanawaambia hata vijana wangu wa kasi ya Totayomi, nawaambia watumishi wa Mungu msitamani sana kutafuta madhabahu. Mtafuteni Mungu. Ukimtafuta Mungu kuna wakati yeye mwenyewe anakutoa kule chini, anakuleta juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize. Mungu ana tabia ya kutambulisha watoto. Bwana Yesu akiwa na miaka 12 anaingia hekaluni. Mungu
ananyamaza kimya. Lakini Bwana Yesu alikuwa na hekima mpaka wale walimu wanashangaa ile hekima ya Bwana Yesu. Lakini Bwana Yesu anafikisha miaka 30, hayupo hekaluni, yuko jangwa kule Jordan. Anafika, anabatizwa. Mungu mwenyewe anatoa sauti ya kwamba huyu ni mwanangu wa pekee. Kuna wakati ukikua hautajitambulisha ya kwamba na mimi ni mwimbaji. No, Mungu mwenyewe anakutambulisha. Anatambulisha waliokuwa kiroho. Sio kila mtu anatambulishwa na Bwana. Kanisa watu wanaokoka leo wanakimbilia madhabahuni. Mimi ni mhubiri wa muda kidogo. Nimekuwa mwenyekiti wa kanisa na miaka kama 6. Lakini madhabahu sikumbuki nimeomba lini kuhubiri. Sina tabia ya kuomba kwa sababu ninajua Mungu akiona nimetoshelezea ataniinua. Ana tabia ya kutambulisha waliokuwa tu. Kwa sababu watoto wakitambulishwa wakati mwingine wanamwaibisha mzee. Ujaona kuna kipindi watoto wanaambiwa kae mbali na wageni. Wanaibisha. Yule mtoto mdogo Biblia inasema alipoomba baba nipe sehemu yangu ya mbali. Mnakumbuka ya mali? Wakapewa wote wawili, Biblia inasema mkubwa na mdogo. Walipopewa wote wawili, yule mdogo akaondoka kwa baba yake. Ila mkubwa kwa sababu amekuwa anaelewa akabaki kwa baba yake. Tabia za watoto wana violate laws. Kwa hiyo Mungu akasema msiwe kama huyo mdogo, kweni kama mkubwa. Kuanzia leo ninatambulisha wakubwa. Na ukitaka kuteka ufalme hakikisha umekuwa na nguvu. Kwa hiyo ili umuone Mungu kwenye uchumi lazima uwe na nguvu za kutosha, mtumishi wa Bwana. Hujawahi kuona mtu anapata 100,000 watoto wanaanza kuugua? Kuna kiwango cha kubarikiwa ukifika, mapepo wanakuwa upgraded. Yaani umebarikiwa 100,000, kuna kiwango cha mapepo kilichopandishwa vyeo kinakuja kuleta vita kwa sababu unamiliki 100,000. Ni unashangaa mtu akipata hela watoto wanaugua. Kwenye kila kiwango cha mafanikio kuna shetani mpya anatambulishwa. Kwa hiyo kama una nguvu, Mungu anaona bora tu kale katoto kabaki huku kasikutane na haya majiant yakakaua. Niona Mungu anasema sitaruhusu ujaribiwe nje ya uwezo wako. Hata unapojaribiwa ujaribiwe sawa sawa na uwezo wako, kwa sababu ukijaribiwa nje ya uwezo wako utakufa. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wa mtoto Mungu anaamua kukutuliza. Mungu ninaomba gari, nitakupa mwanangu. Mungu ninaomba biashara nzuri, nitakupa. Anakufariji kwa Roho Mtakatifu. Lakini nakwambia unaweza kukaa miaka mpaka 20 mpaka 30 usipokubali kukua kiroho. Mungu ana tabia hiyo mpaka ukue kiroho ndipo akupe. Soma kitabu cha habari za wana wa Israeli. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 13 mstari wa 17. Na Kutoka 13. Biblia inasema hivi, baada ya Mungu kuwaona wana wa Israeli wakikutana na Wafilisti watakimbia kwa sababu uwezo wao wa nguvu ulikuwa mdogo, Mungu akaamua awazungushe. Wakazungushwa. Kwa nini wanazungushwa? Kwa sababu uwezo wao wa kupigana na Wafilisti ni mdogo. Kuna watu ambao wataendelea kuzungushwa kwenye maombi yao, hawatapata mahitaji yao. Shida sio kwa sababu ya kwamba hawa watu Mungu hawapendi, hapana. Ila kwa sababu anawapenda ataruhusu mzunguke mpaka siku mtakapokuwa na nguvu za kupigana na adui zenu. Nasema baada ya miaka 40, baada ya kuona kina Caleb na kina Joshua wameweza kuenda mikiki ya jangwani, akasema hawa nawakutanisha sasa na majeshi. Kuna kiwango cha baraka hautakutana nacho kwa sababu hauja kuwa kiroho. Ukikutanishwa na hayo maeneo ya uchumi unayoyataka ambao unayaomba, wewe kiroho chako kitakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. The first key, kubali kukua. Ukitamani kutoka kwenye hali ulionayo, tamani kukua.